Uzuri wenyewe, mimi ni mwana Simba ambaye naipenda Simba kutokea ndani. Mwamba Jairuti, mkombozi aliyefuta ahadi za kizungumkuti na kuandika historia mpya ndani ya Msimbazi. Katika ulimwengu wa soka la kisasa, mashabiki wamezoea kuona wadhamini na wazabuni wanakuja na mbwembwe nyingi za maneno wakati wa kusaini kandarasi, lakini utekelezaji wao unakuwa ni wa kusuasua. Hata hivyo, hadithi hii imebadilika kabisa pale katika mitaa ya wekundu wa Msimbazi. Ujio wa kampuni ya Jairuti Investment East Africa Limited ndani ya wekundu wa Msimbazi chini ya usimamizi thabiti wa mkurugenzi na mwanzilishi wake CPA Joseph Rwegasira umethibitisha kuwa bado kuna wafanyabiashara waungwana wanaofanya kazi kwa vitendo na si maneno matupu. Kwa CPA, pesa haipo benki bali ipo kwenye matumizi. Jairuti amekuja kuwa mkombozi wa kweli na kuondoa changamoto zilizodumu kwa miaka 4 mfululizo klabuni hapo. Wakati anasaini mkataba mnene wa miaka 5 wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 38, wengi walidhani ahadi zake zilikuwa ni gia tu za kutafuta kiki. Leo hii soka la Bongo linashuhudia mageuzi makubwa kutokana na mtu huyu anayetimiza kila neno alilotamka. Moja ya changamoto kubwa iliyokuwa inawakera wana Msimbazi miaka ya nyuma ilikuwa ni kuchelewa kwa jezi au kupatikana kwa shida, lakini Jairuti amefuta kabisa unyonge huo. Kupitia msimu mpya wa 2026-27 ameweza kuleta jezi mpya zenye viwango vya juu vya kimataifa kwa wakati uliopangwa, huku wakati wa uzinduzi tu kila kijiji kilishafikiwa na jezi mpya za wanalunyasi. Jairuti aliahidi kuivalisha Simba chapa kubwa duniani. Ametimiza hilo kwa kuingia ushirikiano wa kimkakati na kampuni maarufu duniani ya vifaa vya michezo ya Diadora ili kulinda thamani ya klabu na mashabiki. Jezi sasa zina kuponi na mifumo ya kisasa ya ulinzi. Scan code hiyo imeongeza thamani ya uzi wa Simba na kufungua ukurasa mpya wa ulinzi wa jezi original, huku pia wakishirikiana na jeshi la polisi wakamata wale wote wanaohujumu kazi yake kwa kuuza vifaa feki. Mashabiki wa Simba hawawezi kumsahau Jairuti kwa jinsi anavyogusa maisha ya timu moja kwa moja. Jairuti aliahidi kuipatia Simba basi jipya kabisa, yaani basi la kisasa, basi aina ya Iriza lenye chassis ya Scania ambalo hivi sasa wana Simba wanatamba nalo kila kona vifua mbele. Bali na jezi, bali na basi la Iriza, Jairuti anamwaga mamilioni ya fedha kama motisha kwa wachezaji. Ametenga kiasi cha shilingi milioni 480 kila mwaka kwa ajili ya tuzo za mchezaji bora wa mchezo, mwezi na mwaka. Pia kuna mipango mikubwa inayofuata, ikiwemo ujenzi wa uwanja wa kisasa wa mazoezi na mechi wenye uwezo wa kuchukua mashabiki kuanzia 10,000 hadi 12,000 pamoja na kufungua duka kubwa rasmi la bidhaa za Simba. Jairuti aliahidi kuwa atakuwa anasajili mchezaji mmoja kila mwaka kwa ajili ya klabu. Ameshatimiza, na kama haitoshi kubwa kuliko ni hivi sasa, Jairuti amezindua kampeni nyingine kubwa kupitia Jairuti Show iitwayo X Factor Challenge ili kuleta mashine nyingine hatari kikosini kupitia mauzo ya jezi original. Jairuti ameweka jezi takriban 100,000 huku kila jezi ikitakiwa kununuliwa kwa shilingi 50,000 tu, na hapo kwa penzi la wanasimba ninalolijua, mtu mmoja si haba kuchukua hata pisi 10 ili tu lengo litimie. Kumbuka, Jairuti ametaka mashabiki wajihisi kuwa sehemu ya klabu kwa kufanya maamuzi ya usajili wanaoutaka, iwe ni kiungo au mshambuliaji, wao ndio waamue. Unamtaka X Factor? Basi ingia kwenye X Factor Challenge, nunua jezi, uchangia kununua mchezaji. Kwa hakika CPA Joseph Rwegasira na kampuni yake ya Jairuti Investment East Africa Limited wameonyesha kuwa uungwana ni vitendo. Simba Sports Club sasa inatembea kifua mbele ikijivunia mzabuni wa michezo ambaye hajawahi kuwaangusha hata siku moja. Wana Simba hawana budi kumuunga mkono mkombozi huyu kwa kununua bidhaa halisi zinazozalishwa na Jairuti Investment East Africa Limited chini ya CPA Joseph Rwegasira. Simba, nguvu moja. Nunua jezi original, nunua mchezaji X Factor, kataa jezi feki.